Bismillahirrahmanirrahim. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu mashekhe, wanazuoni, viongozi wa taasisi, ndugu zangu waandishi wa habari ambao mmehudhuria katika kikao chetu hichi cha leo siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mimi naitwa Shams Elmi, ni katibu mkuu wa taasisi ya The Nurain Islamic Foundation. Lakini katika siku ya leo nitakuwa ni mwakilishi wa taasisi ya Hayatul Ulama au jopo la wanazuoni wa Kiislamu Tanzania. Na tunapoizungumzia taasisi hii ya jopo la wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, ni umoja ambao unakusanya wasomi wa dini tukufu ya Kiislamu kwa nchi nzima ya Tanzania. Hii ni taasisi kubwa ambayo kila taasisi iliyoko hapa nchini ya Kiislamu ina wajumbe katika taasisi hii, kwa sababu ni taasisi ambayo imejimaizisha kuwa ni wasomi wa dini ya Kiislamu peke yao. Kwa hiyo mashekhe wote unaowafahamu katika nchi ya Tanzania wako katika mwamvuli wa taasisi hii ya Hayatul Ulama. Tamko hili na kikao hichi cha leo ni tamko la wanazuoni wa Kiislamu wa mkoa wa Iringa, na ndio maana utakuta wote waliokaa hapa ni wanachuoni wa Kiislamu na wanatoka katika taasisi tofauti tofauti, lakini vile vile wapo katika jopo la wanachuoni wa Kiislamu hapa nchini Tanzania. Na kikao cha leo ni juhudi za ushirikiano kati ya Hayatul Ulama ambaye anaongozwa na ndugu yetu Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, Mwenyezi Mungu amhifadhi, lakini vile vile kushirikiana na taasisi ya The Nurain Islamic Foundation ambao makao makuu yake yako hapa ambao tumekutana leo, ikiongozwa na Sheikh wetu Sheikh Said Ahmed Abri ambaye vile vile ni Sheikh wa mkoa wa Iringa. Kwa hiyo nitaingia moja kwa moja katika tamko la Hayatul Ulama kuhusiana na mnasaba huu ambao umezungumzwa. Tamko na dua ya wanazuoni wa Kiislamu Hayatul Ulama wa mkoa wa Iringa kuhusu matokeo ya ghasia, umuhimu wa maridhiano na ujenzi wa mustakbal mwema wa nchi yetu ya Tanzania. Ndugu Waislamu, maimamu, mashekhe na viongozi wa Waislamu, ndugu wananchi wenzetu mnaotufuatilia na ndugu waandishi wa habari ambao mmekuja kuchukua tukio hili, na wasalimu kwa salamu iliyokuwa njema kabisa, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi Waislamu tukiwa viongozi wa mkoa wa Iringa kutoka umoja wa wanazuoni wa Kiislamu, tukiwa pia ni wananchi na wazalendo wa Tanzania, tumekusanyika hapa kuwafikishia maelezo yafuatayo. Kwanza, tunaunga mkono matamko ya viongozi wetu wote wa kitaifa kutoka Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA makao makuu, kutoka BASUTA makao makuu, kutoka Hayatul Ulama makao makuu, wakiungana kwa pamoja katika kauli na matamko yao kuwa haki itafutwe katika mazingira ya amani, isitafutwe haki kwa vurugu na uvunjifu wa amani. Pili, hii leo Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025, nasi wanazuoni wa Kiislamu mkoa wa Iringa, kama walivyosema viongozi wetu wa dini makao makuu, tunakiri kuwa nchi yetu Tanzania inapitia kipindi kigumu sana, tena kizito na cha majaribu makubwa ambayo hatukuwahi kuyaona wala kuyazoea tangu tupate uhuru wetu. Tukio la vurugu ambalo lilitokea tarehe 29 Oktoba, ambalo kwa masikitiko makubwa lilipelekea katika umwagaji wa damu, uharibifu wa mali na miundombinu ya serikali, uharibifu wa mali za watu binafsi, wizi, uporaji na kusababisha hasara kubwa kama ilivyofafanuliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu katika hotuba yake mbele ya wahariri wakuu wa vyombo vya habari nchini. Tunawapa pole wote waliokumbwa na maafa ya vurugu hizo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu
awape subira wote waliopoteza wapendwa wao, na awape badala njema wote walioibiwa na kuharibiwa mali zao walizozichuma kwa jasho na tabu kubwa. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa sasa tunaiachia tume iliyoteuliwa na Mheshimiwa Rais ifanye kazi yake na ije na ripoti kamili ya chanzo na wahusika wa vurugu hizo na mapendekezo, ili tukio kama hili lenye maumivu makubwa kwa mtu mmoja mmoja na lenye athari hasi kwa nchi yetu lisijirudie na lisitokee tena, iwe ni sehemu ya historia chungu ya nchi yetu. Pamoja na kuwa tunafahamu wazi kuwa vijana hao waliofanya vurugu walisukumwa na matamko ya baadhi ya viongozi wa chama kimoja cha upinzani wakisema watakinukisha siku ya uchaguzi au siku ya kupiga kura, na wengine kusema uchaguzi hautafanyika, na kampeni maalum zilizoratibiwa kutoka nje ya nchi na zinazoendelea kuratibiwa kupitia mitandao ya kijamii zinazolenga kuleta taharuki siku ya uchaguzi. Tumesikitishwa sana na kuumizwa mioyo yetu kwa yaliyowapata vijana wa taifa hili. Tunalaani uhamasishaji mkubwa uliofanywa wa kuwagonganisha vijana na vyombo vya dola, kwani bila ya vijana kuambiwa wakinukishe, basi vifo, majeraha na uharibifu wa mali visingetokea. Wazee wetu wa Kiislamu, mashekhe zetu, tunawakumbuka katika kipindi kama hichi, wakiwemo miongoni mwao akina Mshume Kiate, Sheikh Chaurembo, Bibi Titi Mohamed, Sheikh Suleiman Takadir, Sheikh Muhammad Ramia, Mufti Hassan bin Amir, Mzee Ali Komorian, Sheikh Haidar Mwenyimvua, Sheikh Mwenyimvua Mwenyikambi, Sheikh Yusuf Badi, Sheikh Abdallah Rashid Sembe. Vijana wa enzi hizo ambao walikuwa ni Bilali Rehani Waikela, Idi Faiz Mafongo, Kleist Sykes, Abdul Wahid Sykes, Ali Sykes, Abbas Sykes na wengineo, akiwemo Dosa Aziz. Wote hao na wengineo walitafuta na kupigania haki ya kujitawala wa Tanganyika kwa njia za amani na kumlilia Mwenyezi Mungu kwa dua, ikiwemo kufunga saum, kuchinja wanyama, kutoa sadaka, na wakamjumuisha Mwalimu Nyerere katika kudai haki ya kujitawala kwa ibada ya kufunga saum na kuchinja. Mwalimu Nyerere mwenyewe amekiri katika hutuba zake kadhaa mchango wa mashekh katika kuleta uhuru wa nchi hii. Aidha, katika maandiko ya Askofu Kilaini amekiri wazi kabisa kuwa Waislamu ndio walikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa nchi hii. Lakini kwa bahati mbaya, leo mashekhe na wanazuoni wa Kiislamu kwa kuhubiri amani na utulivu wanaonekana vioja kwa baadhi ya vijana na hata kwa baadhi ya viongozi wenzao wa dini nyingine. Wanaonekana hawakusoma, hawana madigrii, hawana ma PhD, wanaonekana wamepewa bahasha na kadhalika. Kashfa hizi ni dharau kubwa sana na haziwezi kuvumilika. Haziwezi kuturudisha nyuma vile vile sisi mashekhe hata siku moja katika kulinda nchi yetu tuliyoirithishwa na wazee wetu. Hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliitwa mchawi, aliitwa mwenda wazimu, aliitwa kuhani, aliitwa hajui kusoma wala kuandika. Lakini leo niambieni, hakuna nchi duniani, hakuna nyumba duniani ambayo Uislamu haukuingia. Waislamu wapo 2 billion ulimwenguni, na ndio dini inayokuwa kwa kasi zaidi ulimwenguni, the fast growing religion in the world. Hatulipwi bahasha kutetea amani ya nchi yetu, bali wengine ndio wanalipwa mirungura ya fedha kuiharibu nchi yao, na sio sisi ambao tunapokea maelekezo kutoka nje, au sio sisi ambao tunapokea maelekezo kutoka nje ya kudhoofisha serikali yetu. Yawezekana kabisa kizazi hiki kipya hakifahamu historia hiyo. Hawajui historia ya Waislamu kushirikiana na Nyerere ambaye hakuwa Muislamu kupigania uhuru, kuitafuta haki ya kujitawala. Wakitumia midomo yao na ibada za kumuomba Mungu, Waislamu hao zama hizo, wengine wengi wakiwa vijana tena matajiri, hawakutumia nguvu, fujo na vurugu za kuchoma moto mali za wakoloni,
bali walidai haki ya uhuru kwa njia za amani na dua na subra. Hata baada ya uhuru, Waislamu kama jamii walikuwa na madai mengi ya haki zao kukanyagwa. Walilalamika kwa njia za amani, na walitambua kwamba Rome haikujengwa kwa siku moja, na walitambua kwa yakini kwamba wakikinukisha hawatakuwa na nchi ya kuwarithisha watoto wao na wajukuu zao. Mashekhe zetu waliona mbali sana, walitanguliza maslahi makubwa ya nchi kuliko maslahi binafsi. Walitambua kupitia taasisi zao na nafasi zao kama mashekhe na viongozi wa taasisi za dini kuwa hakuna uzalendo katika kuwachonganisha wananchi na serikali katika macho ya wananchi. Waliwaasa viongozi wa serikali kwa hikma, busara na staha. Inawezekana hawakusoma sana, hawakuwa na PhD, lakini walikuwa waungwana wenye hikma na busara, na walitanguliza maslahi ya vizazi vijavyo kuliko maslahi ya kizazi chao. Ni vyema vijana wa leo na viongozi wa baadhi ya vyama vya upinzani na taasisi za kidini na baadhi yenu nyinyi waandishi wa habari mkaelewa utamaduni na tabia hii ya Waislamu. Haya ndio mafundisho ya dini yetu tukufu ya Kiislamu. Aidha, ni vyema vijana wetu wakaelewa na wakaelezwa kuwa hapa tulipo leo kama nchi tumefika kwa subra na uvumilivu. Kwa wale wenye umri kama wangu wanakumbuka, wakati huo chama kilikuwa kimoja, unakwenda kupiga kura unatiki picha au kivuli, na hakuna aliyeandamana kuchoma nchi. Ukikutwa na tube ya Colgate kutoka Kenya unawekwa jela kwa kosa la magendo ya kuhujumu uchumi, na hakuna aliyeandamana. Watu walikuwa wanaogea sabuni za mwaliti na mikaratusi. Wenye nafasi walikuwa wanaogea na sabuni zinaitwa sabuni za punda. Wakati huo hatujawahi kuona matamko kutoka kwa mashehe wala mabaraza ya kimaaskofu yakizungumza kitu chochote. Ndugu zangu wanahabari, sisi wanazuoni wa Kiislamu wa mkoa wa Iringa tunalaani jitihada zozote za kutugawa wa Tanzania kidini na kiitikadi ya vyama. Tunalaani mbinu zote za kipropaganda, kiitikadi na kiimani za kupandikiza chuki baina ya vijana na serikali yao. Tunafahamu kuwa sauti zinazodai haki, zinazotaka Tanzania iwe bora zaidi katika upande wa haki za kibinadamu na utawala bora na watu wote kufaidika na keki ya uhuru wa nchi yao, tunazifahamu na tunathamini madai hayo na tunayaunga mkono. Lakini huwezi kuzipata haki hizo katika mazingira ambayo amani imetoweka. Ndio maana sisi mashehe tunahimiza zaidi amani, kwa sababu haki ni mchakato na haki ni endelevu. Kila siku kunazuka haki mpya ambazo huko nyuma hazikuwepo. Leo hata ushoga umekuwa ni haki, wakati miaka 30 iliyopita ilikuwa haijulikani kama ni haki. Leo kubadili jinsia ya mtu kuwa mwanamume kuja kuwa mwanamke au mwanamke kuwa mwanamume imekuwa ni haki. Kwa hiyo tunachotaka kusisitiza hapa ni kuwa amani ikipotea, cha mwanzo kupotea ni haki za msingi. Mifano, siku 7 au ngapi ambazo tulikuwa katika lockdown baada ya uchaguzi na vurugu zilizotokea, Tanzania ilikuwa paralyzed. Huduma za msingi zilipotea, mahakama zilifungwa, mawasiliano ya mitandao yalikatika, usafiri ulizuia. Vyote hivyo vilipotea ambazo ni haki za msingi za Mtanzania. Kwa sababu ya nini? Ya vurugu. Kwa kauli mbiu ya kila mwananchi wakati huo ilikuwa ni amani, amani, amani. Tukiangalia nchi kama Sudan, serikali yao haikuwa ya malaika. Ilikuwa na kasoro zake na madhaifu yake, lakini wananchi walikuwa wanaishi kwa amani na kuendeleza nchi yao. Baadhi ya mashehe hapa waliokaa mbele leo wamesomea Sudan kwa kupata scholarship na sponsorship za nchi ile ya Sudan. Lakini leo iko wapi Sudan? Wako wapi wale wanaharakati waliohamasisha vijana kutoka na kupindua serikali? Wengi wao wanaharakati hao wapo kwa mabwana zao Ulaya na Uarabuni. Wanaoteseka leo ni maskini, wanawake, watoto na walemavu. Nchi yao imekuwa magofu. Hamna shule, hamna vyuo vikuu, hamna polisi, hamna usafiri, hamna chakula, hamna maji. Raia wamekuwa ombaomba na wakimbizi. Wengine wako hapa Tanzania wamepewa hifadhi na wanasoma katika vyuo vikuu vyetu vya Tanzania. Angalia Libya, angalia Yemen,
angalia Syria na kwingineko. Sisi wanazuoni wa Kiislamu wa mkoa wa Iringa tunasikitishwa sana na kuwaona baadhi ya vijana wetu wakifurahia uharibifu wa nchi yao kwa madai ya kuichukia serikali, wakicheza mziki unaopigwa na maadui wa Tanzania bila ya wao kufahamu. Leo baadhi ya vijana wetu wanafurahia kusikia Tanzania imekatiwa misaada na nchi za Ulaya katika mitandao ya kijamii. Wanafurahi na kusambaza slogans zinazosema kwamba watalii wasije, nchi haipo salama, bila kuelewa kuwa hao wanaodhani kuwa wapo nao, wanawasapoti, wanawaunga mkono madai yao ni maagenti wa taasisi za kimataifa ambao wamepewa fungu maalum la kuingiza Tanzania katika machafuko yatakayopelekea katika kuiangusha serikali ya Tanzania. Na kuelewa mipango hiyo haihitaji rocket science, yani haihitaji elimu kubwa sana. Haihitaji kuwa na PhD, inahitaji kuwa mzalendo na kufuatilia geopolitics ya nchi za Afrika na hususan Afrika Mashariki na majirani zetu. Baada ya kuyasema machache haya kati ya mengi ambayo tunayafahamu, tunaomba vijana wa nchi hii wasiingizwe katika mkumbo wa madai ya haki yakipigiwa zumari kwa sauti kubwa na baadhi ya vyama vya upinzani wanaojiita wanaharakati na baadhi ya taasisi za kidini. Tunaomba vijana chonde wasiingie katika mtego huo. Aidha, tungependa wananchi wa Tanzania waelewe kuwa kudai haki ya mmoja wetu isipelekee kuvunja haki ya Mtanzania mwingine. Amani ndio uwanja wa kutafuta haki. Amani ndio uwanja wa maridhiano. Amani ndio uwanja wa maendeleo. Amani ndio uwanja wa kufanya siasa. Pasipo na amani, yote hayo hayapatikani. Tunawashukuru mashekhe nchi nzima pamoja na maimamu nchi nzima na viongozi katika taasisi zetu za Waislamu nchi nzima kwa msimamo wao wa kuhubiri amani. Tunawaambia msichoke wala msijali kejeli za watu ambao wanawakejeli. Tuendelee kuhubiri amani ya nchi yetu kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Tunaunga mkono matamko ya viongozi wetu wote wa kitaifa kutoka BAKWATA makao makuu, BASUTA makao makuu, Hayat Ulama makao makuu, wakiungana na pamoja katika kauli na matamko ya kuwa haki itafutwe pakiwa na amani, isitafutwe haki kwa vurugu na uvunjifu wa amani. Tumalizie kwa kusema yafuatayo. Moja, tunaiunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika uzinduzi wa bunge la 13. Sisi tunaiona ni hotuba ya kihistoria, ni hotuba ya matumaini, na kama maono yale yatapewa nafasi, basi 2030 Tanzania itakuwa Tanzania mpya. La pili, tunapokea mkono wa maridhiano alionyoosha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na kuwaomba Watanzania wote hasa vijana nao wapokee mkono huo wa juhudi za kuleta maridhiano kwa yale yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 na siku chache mutawalia. Kama ni message basi itakuwa imefika. Tatu, tumeridhia tume ya Mheshimiwa Rais ya kuchunguza yaliyosababisha vurugu zile, na tunaiomba tume ifanye uchunguzi kwa uadilifu mkubwa na isimuonee haya yoyote ule aliyehusika kuchochea vurugu zile, bali wachochezi wote watajwe hadharani. 4, tunasikitishwa na matamko ya baadhi ya vyama vya upinzani na baadhi ya viongozi wa dini kuipinga tume iliyochaguliwa na Mheshimiwa Rais ikiongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu, na badala yake kufadhilisha tume kutoka nje ya nchi kabla hata tume hiyo kuanza kazi zake. 5, tunaomba vikao vya kitaifa vya maridhiano viwe shirikishi kwa makundi yote ya kidini, kijamii, na viwe vikao vya kutosha kukidhi azma ya kuleta maridhiano na visiwe vikao vya kuhudumia ajenda za kisiasa. 6, sisi Waislamu wa mkoa wa Iringa tunatoa ahadi ya kuilinda amani tulionayo sasa, na tunakataa vishawishi vya kuandaa maandamano yoyote yale kabla ya uchunguzi na baada ya vikao vyote vya taifa vya maridhiano. Tunawasihi vijana wote wa nchi hii, maafa yaliyotokea bado hatujapona majeraha yake, bado familia zipo kwenye maombolezo, bado taifa letu pendwa linavuja damu. Hiki ni kipindi cha kutafuta ponyo na kujiponya kama taifa. Shetani ameshinda, tusimwache afaulu. Tusithubutu kushiriki katika vurugu, katika maandamano haramu. Tusikubali kuunganishwa na vyombo vyetu wenyewe vya ulinzi na usalama
ambavyo vimeapa kulinda usalama wa nchi hii, raia zake na mali zake. Tufanye subra, tukithirishe kumuomba maombi yetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tanzania ni kubwa kuliko sisi wote. Leo tupo, kesho hatupo. Tuhakikishe tunawarithisha watoto wetu na wajukuu zetu Tanzania iliyo bora kama ambavyo tumeikuta kutoka kwa wazazi wetu na mababu zetu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tamko hili limesomwa na wanazuoni wa Kiislamu na Waislamu wa mkoa wa Iringa baada ya dua ya kuombea amani nchi yetu. Ilifanyika salati aljuma na leo itafanyika, huku dua hii kiambatana na ibada ya kuchinja. Kama ambavyo mmetaarifiwa, Hayatul Ulama kupitia kwa wahisani mbalimbali wanachinja sasa hivi zoezi la kuchinja, na wanahamasisha Waislamu wachinje Tanzania nzima ili kutoa sadaka kwa nia ya kufanya nchi yetu iwe na amani, kwa nia ya kuangamiza wale wote wenye nia mbaya na nchi yetu. Leo zimechinjwa ng'ombe 10, alhamdulillah, na sadaka imegaiwa katika vituo vya yatima na kwa watu wasiokuwa na uwezo, na tumefanya dua baada ya salati aljuma, na sasa hivi inshallah itafanywa dua nyingine na shekhi wetu wa wilaya ya kuiombea nchi yetu. Na washukuruni sana kwa kunisikiliza. Jazakumullahu khairan. Asanteni sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, hakika wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu, wewe ndiye umetuchagulia nchi hii ya Tanzania na sisi tukawa ndani ya nchi hii. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, ifanye nchi yetu iwe na amani kama ilivyokuwa mwanzo, basi tuendelee nayo amani hii mpaka tutakapoondoka katika dunia hii. Mwenyezi Mungu, wewe ndiye mmiliki wa ufalme, na utoa ufalme kwa yule umtakaye, na hunyang'anya ufalme kwa yule unayemtaka. Mwenyezi Mungu, tunakuomba wale ambao umewapa uongozi ambao ni katika ufalme wako, tunakuomba Mwenyezi Mungu wahifadhi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu walinde rais wetu wa Tanzania. Mwenyezi Mungu mpe subira kwa yale ambayo yanayopita katika nchi yetu. Nchi yetu inapita katika kipindi kigumu sana. Tunakulilia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuangalie kwa jicho la huruma. Mwenyezi Mungu, tunatambua umuhimu wa amani. Pasina ya amani Mwenyezi Mungu hatuwezi kukuabudu. Pasina ya amani Mwenyezi Mungu tutapata shida katika nchi hii. Watoto wadogo watapata shida, wanawake watapata shida, wazee watapata shida, lakini pia na wengine wote, kuna wagonjwa Mwenyezi Mungu, walemavu, wote hao watahangaika, watapata shida katika nchi hii pasina ya amani. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tumiminie amani katika nchi hii. Mwenyezi Mungu, wale ambao wana nia mbaya katika nyoyo zao kwa ajili ya kuharibu amani na utulivu, Mwenyezi Mungu, wewe ndio unayejua siri. Mwenyezi Mungu, vunja siri zao. Mwenyezi Mungu, vunja dhamira zao. Mwenyezi Mungu, ondoa dhamira zao zisiweze kusimama. Mwenyezi Mungu, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kukuomba wewe tu. Hakuna anayestahili kuombwa isipokuwa wewe tu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tukubalie. Amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.